Na manusura na familia za waliofariki katika mlipuko wa bomu wa mwaka 1968 jijini Nairobi wanamtaka Rais William Ruto kubuni jopo kazi maalum kushughulikia malalamishi yao na kuondolea dhiki ambayo wanasema wamestahimili kwa miaka 28. Waathiriwa hao waliokongamana katika bustani ya ukumbusho wa shambulizi hilo la Agosti 7 mwaka 1998 walilalamikia kutelekezwa na ukosefu wa uwajibikaji na malipo ya fidia kwa waliofariki au kulemazwa. Bustani ya ukumbusho wa shambulizi la bomu la mwezi Agosti mwaka 1998 jijini Nairobi ilikuwa mwenyeji wa familia na marafiki wa waathiriwa mkasa huo hivi leo walipokongamana kwa ukumbusho wa siku hiyo. Ikawa ni kongamano la watu ambao maisha yao yaliathiriwa pakubwa na mkasa huo wa bomu. Miongoni mwa walionusurika ni Redempta Amesi mwenye umri wa miaka 86 ambaye angani na makovu ya kimwili, hisia na kisaikolojia ya shambulizi hilo. Up to now, if you massage my body in the scars, glasses still come out. A lot of glasses went into the eye. I have been to India, I have been to South Africa, and all this. Then now you see, because of sitting, arthritis has set in. Hata hivyo, miaka 28 iliyopita, Hamisi ameendelea kupitia madhila mengi, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa usaidizi wa hali na mali, huku akiendelea kufuatilia haki. Come up and help us. And when the government helps us, can they make sure that they have seen the person they are helping? Because I don't know, I'm not sure here, but if there is any help that has come, who has been receiving it? They destroyed the families, children stopped going to school, they could not fend for themselves. Some are even, as we talk now, some are bedridden. Kwamba rais mwenyewe aweze kutuangazia na pia zile mambo affordable houses, nyumba za bei nafuu, waweze pia kutambuliwa waathiriwa, waweze pia kutunukiwa, na vile vile mambo ya SHA, mambo ya hospitali, kwa sababu wengi wetu wako still we have medication. Na ili kuondolea madhila ya uchungu waliopitia, waathiriwa hao wamemwomba Rais William Ruto kubuni jopo kazi maalum litakalofanya ukaguzi wa manusura na waathiriwa, kukagua maslahi yao na kuwasaidia kuanza upya maisha yao. A presidential task force appoint an ad hoc presidential committee specifically tasked with auditing the welfare, health, and economic status of the 5,000 plus survivors to address gaps in state support. Kilele cha maadhimisho hayo kilikuwa kuweka mashada ya maua na kuwasha mishumaa kwa heshima ya waliopoteza maisha, kwa imani kwamba janga kama hilo halitashuhudiwa tena. We commit to reducing community vulnerabilities by addressing the family, youth, identity, the religious, social, digital, and economic pressures that extremist actors exploit for recruitment.